18 hapo Gen Z wanatamani sana wengine kwa mara ya kwanza waweze kushiriki uchaguzi. Hebu tuweke bayana, ni kabla ya tarehe ya uchaguzi ambayo itatangazwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi akiwa ametimiza miaka 18, au yeyote atakayetimiza miaka 18 ndani ya mwaka 2025 hata kama ikiwa ni Novemba au Disemba. No, kufikia siku ile ya. Kwa wale waliozaliwa Novemba na Disemba bado wasubiri uchaguzi unaofuata. Tunawapenda sana, tunawakaribisha kwenye kampeni, kwenye hamasa. Waanze kujifunza by the way. Kwa sababu pia ni kitu kizuri kujifunza kwenye hamasa. Na sisi tunasisitiza kama ilivyo kauli ya mbio za mwenge wa uhuru kitaifa 2025, jitokeze kushiriki uchaguzi mkuu 2025 kwa amani na utulivu. Waje observe shughuli za kisiasa kwa amani na utulivu, wasifanye vurugu, wasifanye nini. And then 2020 29 pale pana serikali za mtaa nyingi. Ndio. 2030 pana uchaguzi mkuu. Kwa hiyo wana nafasi ya kushiriki hapo mbele. Mheshimiwa, kuna hili swala pia linazungumzwa, na kama linazungumzwa na maana pia linapaswa kutolewa majibu kwamba mazoezi kama haya, zoezi hili la awamu ya pili la uboreshaji wa daftari la kudumu, kuna baadhi ni upotoshaji ama ni kuzungumza tu kwamba watu wanapokwenda kuboresha daftari la kudumu la mpiga kura, ni tayari wanakuwa wameshapiga kura, wamekipigia chama fulani, hasa chama tawala. Hebu hili liweke wazi, watu waelewe na watofautishe kupiga kura na uboreshaji wa daftari la kudumu, kwamba hakuna namna yoyote ile ambayo janja yoyote ambayo inafanyika kuonekana kwamba watu hapa wameshapiga kura tayari. Akili ya kuambiwa wakati fani hivyo changanya tuna akili yako. Kwa sababu zoezi la kupiga kura ni mchakato wa kipekee na unahisia tofauti sana. Unaanza na kutambulishwa au kuteuliwa wapiga kura kupitia vyama. Mchakato huo hujaanza. Ukiondoa Chama cha Mapinduzi na chama kingine ambao wameshatangaza wagombea wao urais ni nani, sivyo? Ndio. Lakini kwa nafasi hizi za ubunge, udiwani na hata urais kwa baadhi ya vyama bado hawajasema. Mchakato wa vyama bado ni javu haijaanza. Hii hatua ya kwanza. Hatua ya pili, hatua ya kampeni. Lazima tutangaziwe kampeni. Lazima watapita hao ambao wameteuliwa sana vyama vyao, watapita kwenye majukwaa kujinadi, mimi bwana fulani mnanijua ndugu yenu hivyo, sivyo? Na wengine. Tatu ni siku yenyewe ile ambayo sasa kunakuwa na karatasi ya mpiga kura. Na huwa kunakuwa na karatasi 3. Karatasi ya kwanza inaorodhesha orodha ya wapiga wagombea kwenye nafasi ya urais. Pamoja na mgombea wake mwenza. Hiyo nafasi ya urais, mgombea mwenza, chama, afu sehemu ya kuweka hiyo alama ya pata. Kwa vyama vyote ambavyo vitakuwa vimeshiriki uchaguzi. Alafu wanakuwa na kura kwa ajili ya mbunge. Vyama viko vingapi vile kuchukua nafasi kwa ajili ya ubunge, jina la mbunge, chama chake, sehemu ya kuweka kura. Hali kadhalika kwa madiwani. Kwa hiyo ni kura 3 mtu ataenda kupiga. Hiyo siku ni tarehe ngapi watatangaza Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Na hiyo siku pia tutafanya uhamasishaji, watu wajitokeze. Tutakuja kwenye hatua hiyo pia, Mungu akijalia nikiwepo. Amina. Tutafanya khairi. Kwa sababu hiyo nimeshiriki pia katika uchaguzi. Unajua ni jambo, ukiwa Mtanzania mzalendo hivi lazima uwe na kimuhemuhe nao kabisa. Yani lazima uwe na mshawasha hivyo kwamba this time around nina nafasi ya kushiriki kuiweka serikali madarakani. Na CFM niwaambie pamoja na wasikilizaji, si jambo dogo katika context ya bara la Afrika. Katika bara la Afrika baadhi ya nchi kubadilishana kutoka serikali moja kwenda serikali nyingine ni taharuki, ni kumwaga damu, ni vita, ni watu kuhama nchi zao, ni watu kuhama maeneo yao. It's very serious. It's very serious. Yani kuna wewe imagine ambapo familia yako unavyoiona vile, afu kinuka imetokea vita hapa. Unamsahau mume, unasahau mke, unasahau mtoto. Yani wewe unatafuta tu usalama wa maisha yako. All the asset umeweka radio hapa, umeweka sio magari sio vitu gani hivi vinabaki, nani anaviangalia? Hayupo. Na hakuna cha bima wala nini, kwa sababu ni hasara ya kila mtu. Hata mashirika ya bima pia mitaji yao na sema pia zimeathirika kutokana na vita. Kwa hiyo ni loss juu ya loss ya maisha, ya mali, lakini ya utulivu. Kwa hiyo ni zoezi muhimu sana kulishiriki, tena kwa amani na utulivu, ili tumepiga hatua kubwa ya maendeleo ya mtu mmoja na kama taifa. Uchaguzi uwe ni platform ya kutupeleka mbele zaidi kwenye maendeleo, sio kuturudisha nyuma. Kwa hiyo ni swali zuri sana, lakini msisitizo wangu ni kwamba watu wasikubali kudanganyika na chip
politics, watu wanakuwa na ushawishi wa kuongea tu hivyo, wanaongea ambayo hawajui. Ili si zoezi la kuandikisha wapiga kura wa chama fulani. Ndio maana nimeongea hapa tangia mpaka sasa hivi sijataja chama chote cha siasa except kwamba kuna nafasi ya urais, kuna chama kimoja kimetangaza wagombea wake, ndio sijasema ni chama, kwa sababu siongea hapa mimi siasa. Naongea kama msimamizi wa shughuli za serikali. Kuna kazi serikali inayokuja, wanadodoma wote wenye sifa ya kuandikishwa kupiga kura waje washiriki. Kwa hiyo hatuzungumzii vyama wala hatuzungumzii uchaguzi wenyewe kwamba unafanyika kesho kutwa. Kwa hiyo sio kweli kwamba hizo taarifa nizikanushe na nikemea hao ambao wanatosha hivyo, kwa sababu hakika ndio inaweza kuwa pia ni chanzo cha kutupelekea kwenye vurugu ambazo tuzihitaji kabisa. Mheshimiwa